sura ya 8 kuanzia ule mstari wa 31, na nitasoma maandiko haya matakatifu. Tutajifunza jambo fupi tu kuhusiana na upendo wa Mungu. Nitasoma. Basi tuseme nini juu ya mambo hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Mstari wa 33. Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Mstari wa 35. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au ni adha au ni njaa au ni uchi au ni hatari au ni upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema tutajifunza kuhusiana na upendo wa Mungu kwetu. Kwa kifupi tu, tunafahamu ya kwamba Mungu anatupenda. Ananipenda mimi, lakini pia anatupenda sisi sote. Na kwa sababu hiyo tunatakiwa tuuelewe huo upendo wa Mungu kwetu. Ameuthibitisha kupitia mwanae wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Kwenye haya maandiko tuliyosoma, tunaona waziwazi kabisa maandiko yanasema ya kwamba tunaona waziwazi kabisa maandiko matakatifu yanasema ya kwamba kama Mungu aliweza kumwachilia mwanae wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, ni kitu gani kingine ambacho tunaweza tukamwomba asitukirimie au asitupe? Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba upendo wa Mungu wa kiasi kikubwa aliuachilia wakati ambapo alimtoa mwanae wa pekee. Na Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya vitu vichache, ila kimoja ambacho ni kikubwa kabisa, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa maana alikufa kwa ajili ya dhambi zangu mimi, lakini pia alikufa kwa ajili ya dhambi za kila mmoja hapa. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, maandiko matakatifu yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo upendo wa Mungu kwetu ndio ulimfanya amtoe mwanae wa pekee ambaye ni Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi zetu sisi, na akaandaa mfumo au akaandaa utaratibu ambao unatusaidia sisi kupokea kile alichokifanya msalabani, na mfumo huo unaitwa imani. Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 10, maandiko matakatifu yanasema
kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Maana yake ni nini? Ili yote haya ambayo tumeyapokea kutokana na upendo wa Mungu, ambayo ni msamaha wa dhambi kupitia kazi ya msalaba, lakini pia kufanywa watoto wa Mungu kupitia kazi ya msalaba, lakini pia kuurithi ufalme wa mbinguni kupitia kazi ya msalaba, na mengine mengi ambayo maandiko matakatifu yanaelezea. Ili yote haya tuyapokee, Mungu aliandaa mfumo unaoitwa imani, na anasema imani inaanzia ndani ya mioyo yetu. Maana yake lazima tuamini kwenye mioyo yetu, na baada ya kuamini tunapokea wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusema hayo, lazima tutambue kabisa ya kwamba Mungu anatupenda sisi sote. Tumeona hapo kwenye mistari inayofuata ya kitabu cha Warumi, inasema hakuna kitu kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Mtume Paulo anauliza, anasema ni dhiki, ni njaa, ni changamoto, au ni jambo lolote lile linaweza kututenga na upendo wa Mungu? Na jibu lake ni hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, kwa maneno hayo machache tunapata kuona ya kwamba Mungu anatupenda sisi sote. Anampenda kila mmoja wetu hapa. Lakini pia baada ya kutupenda, anatuagiza sisi pia tupendane. Ukisoma kwenye ule waraka wa kwanza wa Yohana, unasema mtu asiyewapenda ndugu zake au jirani zake au rafiki zake hamjui Mungu. Kwa hiyo sisi pia tunaagizwa tupendane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi, kwa neno hilo natamani sana watu wote tuliosikia ujumbe huu tutambue na tujue ya kwamba Mungu anatupenda, alikufa kwa ajili yetu, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu ili tusamehewe dhambi. Hakuna msamaha wa dhambi pasipo kifo cha Yesu. Hakuna msamaha wa dhambi pasipo kumwamini Yesu. Kwa hiyo basi, ili tuufurahie upendo huu wa Mungu, lazima ndani ya mioyo yetu tumwamini huyo Kristo, tumwamini huyo Mungu, tujue ya kwamba anatupenda na alikufa kwa ajili yetu, kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya kila mmoja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa nitatoa nafasi, kabla sijamkaribisha mchungaji kuendelea, nitatoa nafasi kwa mtu yoyote ambaye yupo tayari kumwamini huyo Yesu ndani ya moyo wake, amesikia upendo wa Mungu kwetu na ameuelewa na ametambua ya kwamba Mungu anampenda kweli, na akaelewa ya kwamba Mungu alikufa kwa ajili yake ili tupate msamaha wa dhambi, ili tupate kuokolewa, ili tupate kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kama yuko mtu wa namna hiyo, aamini ndani ya moyo wake kitu ambacho tumekisema hapa, na Mungu atambariki sana. Na baadaye nafikiri mchungaji atakuja kuomba kwa ajili ya watu hawa na kuwakabidhi mbele
Mungu, ambao wako tayari kuiamini au kukiamini kile ambacho tumekisema hapa. Mchungaji ataomba nao, atasema nao na kuwakabidhi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki.